wewe ambaye sasa unafanya maamuzi ya kumwacha mumeo, unakwenda kuomba talaka, unaondoka nyumbani kwako, je, hayo maamuzi siyo ya kijinga? Je, hayo maamuzi siyo ya kinyama? Je, hufanyi maamuzi ya kinyama hayo? Je, hufanyi maamuzi ya kijinga hayo? Sasa si kwamba sijui kwamba umeumizwa, hapana, ila natamani tutembee pamoja katika kipindi kifupi cha dakika 5-10 hivi, ili tuweze kutafakari pamoja na nikutafakarishe, ili uweze kuyaangalia na kuyapima maamuzi unayoyafanya. Na nitakuletea jambo hili kwanza kwa mifano. Nitakuelezea mfano wa mwanamke A na mwanamke B. Kwa hiyo mwanamke A, huyu ni mwanamke ambaye amekaa kwenye ndoa yake baada ya kufunga ndoa na mume wake. Kikaja kile kipindi cha pili, kipindi cha kufahamiana uhalisia, kipindi cha fantasies kufa. Kwa hiyo sasa kile kipindi kigumu huyu mwanamke A anapopitia, amefika mahali sasa akafanya maamuzi kwamba huyu mwanaume ameshaumiza moyo wangu, amenivunja moyo, amenikatisha tamaa. Akafika mahali rohoni kuna uchungu. Sisi sote tunajua, watu wote waliokaa kwenye ndoa wanajua kupitia vipindi vya uchungu. Wale unawaona leo wana furaha, wanasherehekea miaka 25 ya ndoa, miaka 50 ya ndoa, miaka 75 ya ndoa, kuna kipindi walipitia kwenye uchungu. Kwa hiyo huyu mwanamke A anapoona sana roho yake ina uchungu, ina maumivu, moyo umejeruhiwa, anaamua mimi ninaondoka kwenye hii ndoa. Na akaondoka, akaenda mahakamani, akaomba talaka, akawa ametoka kwa mume wake. Wakati huo ni binti tu, maana wameshakaa miaka 5-6 tu kwenye ndoa. Kati ya miaka 3 mpaka 5 hapo, 6. Wengi wanafikia hapo ndoa wanapovunja ndoa, kwa sababu uhalisia huwa unatokezea hapo. Kwa hiyo alipokuwa huyu mwanamke A kwenye hicho kipindi kaishavunja ndoa yake, wakati huo sasa alishafunga ndoa na miaka 25, yani wakati huo ana miaka 30 tu. Wanasema ni peace kali. Watoto wa siku hizi wananiambia mama yule ni peace kali, ni wa moto. Naona kila mtu anamtaka. Kwa hiyo wakati huo tayari ana mwanaume mwingine anamtaka, basi anatoka na mume wa mtu. Kesho anatoka na kijana, vijana wengi bado hawajaoa, miaka 30, 35, wakati mwingine hadi 40, vijana wengi bado hawajaoa. Basi anajiona anafurahia maisha yake. Anaona kwa yule mwanaume nilikuwa nateseka. Mwanamke A baada ya kuendelea katika maisha yale ya kujiona anafurahia maisha yake, wakati huo ana mtoto, alishaondoka na watoto wake wawili, mmoja wa kike, mmoja wa kiume. Watoto wanaendelea kukua, baba yao anapambana hivyo hivyo kuwalipia ada, wakati yeye huko anavyohangaika huku na kule anatafuta chakula, watoto wanaendelea kukua. Amekuja mwanamke A sasa kafikisha umri wa miaka 45, anaelekea 50. Miaka 45 anaelekea 50, mtoto wake aliyemzaa akiwa na miaka 29, sasa ndio ana miaka 20. Ndio binti sasa, yule binti ndio wa moto. Yeye miaka 45 anaenda 50, sasa amepoa. Moto umeisha. Yule binti ndio wa moto sasa, ndio peace kali. Sasa miaka 45 anaelekea 50, wale wanaume ambao alikuwa anatoka nao, waliokuwa bado hawajaoa kipindi kile na miaka 30 anapoachana na mume wake, 35 anaachana na mume wake, wameoa. Waliobaki ambao hawajaoa ni watoto wadogo wenye umri wa miaka 25, 30, wanaolingana na mtoto wake wa kiume aliyemzaa yeye akiwa na miaka 25, aliyetoka naye kwa mume wake. Kwa sababu alikuwa na mtoto miaka 25 kashazaa na mumewe, sasa hivi anaenda miaka 45, 50, yule mtoto ndio ana miaka 25. Na yule wa kike aliyemzaa naye ana miaka 20. Sasa kinachotokea ni nini? Kinachotokea ni kwamba huyu mwanamke A sasa katika udangaji, katika maisha ya kutafuta hapa na pale mradi awe na mahusiano aendelee kufurahia maisha yake. Maana aliondoka kwa mume wake akitafuta kufurahia maisha yake kwa sababu mume wake anamuona amfurahishi. Kwa hiyo katika kuendelea kutafuta kufurahia maisha yake, sasa anaanza kudanga pamoja na watoto wake. Anadanga pamoja na watoto wake. Yaani kwamba anapokuwa sasa anaendelea kuwa na wanaume ili afurahie maisha yake, wanaume anawapata sasa ni wa miaka 25 wakati ana miaka 45 hadi 50.
Manake ni hawa wanaume ambao wanalingana na mtoto wake wa kuzaa. Kwa hiyo anadanga pamoja na watoto wake. Sisi watu wenye imani tunasema kwamba mtoto wa mwenzio ni wako. Nikipita barabarani nikimuona mtu umri wa mtoto wangu, naye namuona ni mtoto wangu. Naye ni mtoto wako. Mtoto wa mwenzio ni wako. Kwa hiyo sasa anadanga pamoja na watoto wake, wana miaka 25 ndio anadanga nao. Wengine wanamwambia kabisa wanataka kumuoa watoto wake. Kwa sababu yeye tayari ana maisha, wao wanataka sasa hivi. Bahati mbaya watoto wa kiume wamefikia mahali nao wanapenda kulelewa. Bahati mbaya sana, na Mungu aturehemu, tukazane sana kumwombea Mungu. Lakini wakati yeye anadanga hivyo sasa na kijana wa miaka 25, kumbuka ana binti wa miaka 20 ndani ya nyumba. Kijana huyu wa miaka 25, wengi wanaoendelea na maisha hayo ya kutaka kudanga na wanawake wazee kama mama zao, ni vijana wasiojielewa, nao hata kazi ya maana hawana. Anataka tu kuendesha gari la huyu mwanamke. Kwa hiyo matokeo yake anabaki nyumbani na binti ya huyu mwanamke A. Matokeo yake huyu kijana ambaye sasa ndiye anayedanga na mwanamke A, anadanga pia na mtoto wa mwanamke A, naye anatembea naye, analala naye ndani ya nyumba mle ndani. Analala na mamake akiondoka kishampeleka huko na gari, kamwachia kijana gari, anarudi nalo nyumbani anakuja kulala na mtoto wake. Yako mengi, wako wengi wamenifuata kunizungumza ya aina hiyo. Sasa nilisema leo kichwa tunachotembea nacho kiko kwa mtindo wa maswali. Sasa hapa nitakuuliza swali. Kijana wa miaka 25 anayelala na mwanamke A mwenye miaka 45, mwenye miaka 50, akimaliza kulala na mama yake usiku, mchana analala na binti wa mwanamke A. Naye analala naye tena ndani ya nyumba ya mwanamke A. Mwanamke A ameleta ndani ya nyumba uasherati kwa ajili ya mtoto wake. Sasa ndio somo la leo limekuja na maswali hayo. Sasa huu sio unyama? Sio ng'ombe hao ambaye anaweza kulala na mama baadaye analala na mtoto? Sio unyama huo? Kijana ambaye anaweza kulala na mama analala na mtoto, sio unyama huu?